Viewers wherever you are, watazamaji popote mlipo, we invite you tunawaalika in this kingdom series. Katika mfululizo wa masuala ya kiufalme. And today, na leo, or this time, au wakati huu, we are going to look at the subject God supernatural speed. Tutazama somo hili, mwendo wa kasi wa kiungu. Imani na ujitokeze. Jivishe imani na ujitokeze. And the Bible says, Biblia yasema, they went to the camp, wakafika kwenye kambi, they find all the enemies run away. Wakapata maadui wote wameshatoroka. There was nobody. Hakukuwa na mtu. So what they found was silver and gold. Kile walipata ni fedha na dhahabu. Put silver in their pocket. Wakachukua fedha wakaweka mfukoni. Put in their pocket. Weka mfukoni mwao. At night they were coming back when they were rich. Usiku wakaja, hawa ni nakwambia ni matajiri hawa sasa. They knocked at the gate. Kabisa kwenye lango. And I'm sure somebody was reminding them about the law of Moses. Nadhani kuna mtu aliwakumbusha kuhusu sheria ya Musa. The law of Moses does not allow leprosy people to enter the gate. Sheria ya Musa haiwaruhusu kuingia. They are supposed to be outside. Na wapasa mkae nje ya mji. They are supposed to be outside. Muwe nje ya mji. But I tell you, my brother and my sister, lakini nakwambia ndugu dada yangu, faith can change people. Imani inaweza badilisha watu. Faith can make you go now where you thought you could not go. Imani inaweza kupeleka mahali ambapo ulidhania huwezi kwenda. This leprosy guy, hawa watu wenye ukoma, the gate was open for them. Lango likafunguliwa kwa ajili yao. Because they have good news. Maana wana habari njema. They are full of silver and gold. Wamejaa fedha na dhahabu. These are people who had faith to move on. Hawa ni watu waliokuwa na imani ya kusonga mbele. They didn't despair. Hawakukata tamaa. They didn't care where they were going. Hawakujali lile ambalo lilikuwa mbele yao. They trusted on God. Walimtumaini Mungu. To move ahead. Kusonga mbele. And because they trusted God, kwa sababu walimwamini Mungu, God put speed. Mungu akaweka mwendo wa kasi. Put speed. Akaweka mwendo wa kasi. Put speed in their steps. Akaweka mwendo wa kasi kwenye hatua za miguu yao. And they served the whole city. Wakasababisha mji wote. May the Lord put speed inside you. Mungu aweke mwendo wa kasi ndani yako. So that you can step out by faith. Uweze kujitokeza kwa imani. May you step out by faith. Ujitokeze kwa imani. It is too long for you to stay there. Umekaa kwa muda mrefu. It is too long. Imekaa sana, umekawia. Watu wanakucheka. Time to step out. Inuka, jitokeze. Tenda jambo. Number 6. Hoja ya 6. Persistent fervent prayer. Maombi ya bidii na kusisitiza. Those who pray without giving up, wale ambao huomba pasipo kukata tamaa, shall experience God's speed. Basi wataona mwendo wa kasi wa Mungu. They shall experience God's speed. Wataona mwendo wa kasi wa Mungu. 1 King chapter 18 verses 42. Wafalme wa kwanza, 1 King chapter 18 verses 42. Wafalme wa kwanza mlango wa 18 mstari wa 42. The Bible says like this. Biblia yasema hivi. So Ahab went up to eat. Basi Ahab akaenda kula and to drink. Na kunywa. Eat and drink. Kula na kunywa. I'm sure he really drank. Yani alikunywa sana. But Elijah, lakini Elia went up to the top of the mountain. Akaenda akakwea mlimani. Top. Akakwea kwenye kilele cha mlima. That is Mount Carmel. Ule ni mlima Kameli. And he cast himself down. Akajitupa kifudifudi. Upon the earth. Akalala kifudifudi. And put his face between his knees. Akaweka kichwa chake katikati ya miguu yake. And he said to his servant, akaweka kichwa chake katikati ya magoti yake, akamwambia mtumishi wake, go up now, look toward the sea. Nenda basi ukatazame baharini. And he went up and looked and said, there is nothing. Akaenda akatazama akasema hamna chochote. And then he said again. Akamwambia tena. Again 7 times. Akaenda mara ya 7. Go back, go back, go back, go back. Nenda, rudi. Verse 46. Mstari wa 46. And the hand of the Lord was on Elijah. Mkono wa Bwana ukawa juu ya Elia. And he gathered up his loins. Basi akaifunga lile joho lake. And ran before Ahab. Akakimbia akampita Ahab. To the entrance of Jezreel. Kuingia malango ya Jezreel. Hallelujah. Hallelujah. I'm sure there must have been an argument, maybe it was not written in the Bible,
between Ahab and Elijah, who will go first, who will reach first at the entrance of Jezreel. Kama kulikuwa na malumbano kati ya Ahabu na Elia, ni nani atatangulia kuingia Jezreel? And who is going to reach there first? Nani atatangulia pale? And Elijah told Ahab, Elia akamwambia Ahabu, you eat and drink. Wewe kula na unywe. That means he did not eat and drink. Yani na maana yeye hakula na kunywa. Because the Bible does not say Ahab and Elijah ate and drank. Biblia isema kwamba Ahab na Elia walikula na kunywa. He must have fasted. Na maana pengine alifunga. So he ate and drank. Basi Ahabu ya akala na kunywa. And he told him, after eating and drinking, you can now take the chariot, start going very fast. Akamwambia hatima ya kula na kunywa, basi chukua gari lako la farasi uende kasi. And the Bible says, Biblia yasema, Elijah went to the top of Mount Carmel. Elia akakwea juu ya mlima Kameli to pray. Kuomba. Ahab went eating and drinking. Elia samani, Ahab akaenda akala na kunywa. And with the chariot he went very fast. Na akiwa na gari la farasi akaenda kwa mwendo wa kasi. To be number one at the entrance of Jezreel. Awe wa kwanza, nambari ya kwanza kwenye lango la Jezreel. But Elijah, lakini Elia, decided to go to the top of the Mount Carmel. Akakwea mlima Kameli. Cast himself down. Akajitupa. And started praying. Akajitupa kifudifudi akaanza kuomba. Pray. Kaomba. Because there was a very big famine. Maana kulikuwa na njaa. And there was no rain. Na mvua ikuwepo. So he wanted to pray for the rain to come. Basi alikuwa yuomba mvua ije. He prayed one time. Akaomba mara ya kwanza. Told the servants, ambia mtumishi wake, go and look if there is any cloud. Utazame kama kuna wingu. And when the servant came back, yule mtumishi aliporejea, he said, Elijah, oh prophet, oh nabii, Elijah who brought fire from heaven, we are sorry, there is there is nothing. Hamna lolote. The second time, mara ya pili, the servant came back, mtumishi akarejea, nothing. Hamna. Third time, ya tatu, are you seeing anything? Ona lolote? He said there is nothing. Sema da sioni chochote. Fourth time, mara ya nne, fifth time, ya tano, sixth time, ya sita. And Elijah did not give up. Lakini Elia kamwe hakukata tamaa. How many times have you prayed and you don't see anything? Umeomba mara ngapi na uoni chochote? And you say God has left you. Alafu kasema eti Mungu kakuacha. You have changed churches because you think God has left you. Umebadilisha makanisa eti ya kwamba ulidhania Mungu kakuacha. God has not left you. Kamwe Mungu hajakuacha. You are only tired in prayers. Wewe umechoka tu kuomba. You left praying. Uliacha kuomba. You are discouraged because you saw nothing. Ulivunjika moyo maana uko na lolote. You saw nothing in that church. Uko na chochote kwa hiyo kanisa. Hoping you can move to the next church to see something. Ukitumaini kwamba ukienda kwa kanisa nyingine utaona mambo. Nothing. Hakuna bure bila shaka hakuna chochote. But the Bible says, Biblia yasema, when Elijah saw nothing, Elia alipokosa kuona he chochote, went back to pray. Akaendelea kuomba. And again when there was nothing, wakati hakukuwa na he chochote, continued akaendelea kuomba. And when there was na nothing, wakati hakukuwa na he chochote, continued akaendelea kuomba. And when the servant said nothing, wakati mtumishi alisema he hakuna chochote, akaendelea kuomba. I have come to encourage you, nimekuja nikutie moyo, daughter of the Lord and son of God. Binti wake Mungu na mwana wa When you see Mungu. nothing and you are praying, wakati unaomba kuna chochote, I encourage you to have persistent na kutia prayer. moyo, endelea kuwa na maombi ya Continue kusisitiza. pray. Endelea kuomba. Continue pray. Endelea kuomba. Continue pray. Endelea kuomba. Hallelujah. Hallelujah. And the Bible says, Biblia yasema, when it came the seventh time, ilipowadia mara ya saba, the seventh time, ilipowadia mara ya saba, the servant came and said, now I have seen a cloud like a hand of a man. Nimeona wingu kama mkono wa mwanadamu. Like a hand of a man coming up. Nimeona wingu kama mkono wa mwanadamu. Hallelujah. 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 The miracle happened when there was persistent prayer. Muujiza ulitimia, ulitendeka wakati kulikuwa na maombi ya kusisitiza. When there
was that sign of a hand coming up, wakati kulikuwa na ishara ya mkono, wingu kama mkono mwanadamu kujitokeza, it was now time for God to put speed in Elijah. Ulikuwa ni wakati sasa wa Mungu kuweka mwendo wa kasi kwa maisha ya Elia. So it was a competition between Elijah and Ahab. Who shall be the first one in the entrance of Jezreel? Basi akawa ni mashindano kati ya Ahabu na Elia. Ni nani atakuwa wa kwanza kufika kwenye lango ya Yezreeli? Is it the person who was drinking and eating and went within the chariot and started going? Je, ni yule aliyekuwa akila na kunywa alafu akatumia farasi, magari ya farasi kwenda kwa kasi? Or is he somebody who went to Mount Carmel who was persistent in prayer, prayed 7 times? Ama ni yule ambaye alikuwa mlima Kameli akaendelea kuomba, maombi ya kusisitiza, akaomba mara 7. The Bible says in verse 46 where we have just read. Biblia sema kwenye mstari wa 46 mahali ambapo tumesoma. The Bible says like this. Biblia sema hivi. The hand of the Lord was on Elijah. Mkono wa Bwana ukawa juu ya Elia. After persistent prayer. Baada ya maombi ya kusisitiza. And he gathered up his loins. Basi akafunganya lile joho lake. And ran before Ahab. Akakimbia akampita Ahabu. He surpassed Abraham. Alimpita mfalme Ahabu. Ahab saw somebody passing him like a speed of sound. Yani Ahabu aliyetumta akimpita tu kwa kasi kama ule mwendo wa kasi wa sauti. Yet he was in a chariot. Ile alikuwa na farasi. He was in the machine of those days. Alikuwa na farasi. He had just eaten and had drunk. Amekula amekunywa. And moving at the highest speed. Na anaenda kwa mwendo wa kasi. Yet God was putting speed in somebody. Ile Mungu anaweka mwendo wa kasi kwa mtu. Who was coming on feet. Ambaye alikuwa anatumia tu miguu. But God increased his speed. Lakini Mungu akazidisha mwendo wake. And he overtook Ahab. Akampita Ahabu. And he went ahead of Ahab. Akamtangulia Ahabu. Went very fast. Akamtangulia kwa kasi. Have you ever seen somebody running more than a vehicle? Umeona mtu akikimbia kushinda gari? A vehicle is in the high speed. Yani gari lina mwendo, linakwenda kwa mwendo wa kasi. Then there is a man who is running. Alafu kuna mtu ambaye anakimbia, passes the vehicle and go ahead of the vehicle. Pita lile gari ambalo linaenda kwa mwendo wa kasi. I'm sure Elijah stood at the entrance of Jezreel. Nadhani Elia alisimama kwa lango la Yezreeli, welcoming Ahab, akimkaribisha mfalme Ahab, telling him, now you can see. Kamwambia sasa waweza kuona. Who was the first one? Nani wa kwanza? My brother and my sister. Ndugu dada yangu. May God put speed in you. Hebu Mungu aweke mwendo wa kasi kwa maombi. Prayer shall add speed in you. Maombi yatazidisha mwendo wa kasi. And I'm talking about persistent prayer. Nazungumza maombi ya kusisitiza. Those people who make persistent prayer. Wale ambao wanafanya maombi ya kuendelea. The Lord shall add speed in you. Bwana atazidisha, ataweka mwendo wa kasi. I can see those who are ahead of you. Naona wale waliokuwa mbele yako. You shall pass them. Wale watangulia utawapita. I say you shall pass them. Wale kutangulia utawapita. You shall pass them. Utawapita. You shall pass them. Utawapita. You shall be ahead of them. Utakuwa mbele yao. Because you're a persistent prayer person. Maana wewe ni mtu wa maombi ya kusisitiza. And God will add speed. Na Mungu ataweka mwendo wa kasi kwa maisha yako. Number 7. Hoja ya 7. God shall add speed to planters and not harvesters. Mungu ataongeza mwendo wa kasi kwa wale ambao ni wapanzi ama wanapanda na sio wale wavunaji. The Bible says in the last days, Biblia inasema siku za mwisho, nyakati za mwisho, planters shall overtake harvesters. Wale wapanzi watawapita wavunaji. Those who plant their energy in the kingdom of God. Wale wanaopanda kwenye ufalme wa Mungu. Those who plant their money in the kingdom of God. Wanaopanda pesa zao kwenye ufalme wa Mungu. They plant their time in the kingdom of God. Wapanda muda wao kwenye ufalme wa Mungu. They plant their comfort in the kingdom of God. Wapanda faraja yao kwenye ufalme wa Mungu. They plant their dignity in the kingdom of God. Wapanda ustarabu wao kwenye ufalme wa Mungu. They put aside their comfort for the sake of the kingdom of God. Wanaweka ustarabu wao kando kwa ajili ya ufalme wa Mungu. They are known as planters in the kingdom. Waitwa wapanzi kwa ufalme. In this kingdom, katika ufalme huu, God is going to add speed to planters. Mungu ataongeza mwendo wa kasi kwa wale ambao ni wapanzi. But there are those who are harvesters. Lakini kuna wale ambao ni wavunaji. They want to see where they can get. Wataka kuona kile ambacho watapata. They come to the kingdom to get something. Waja kwenye ufalme ili kuvuna. But they're not ready to plant anything. Lakini wako tayari kupanda. Amos chapter 9 verses 13. Amos mlango wa 9:13. Amos chapter 9 verses 13. Amos mlango wa 9
9 mstari wa 13. The Bible says like this. Biblia yasema hivi. I want to read the first line. Nisome ule mstari wa kwanza. Behold, the days come, says the Lord. Tazama nyakati zaja, asema Bwana. That plowmen shall overtake the reapers. Ya kwamba wale wapanzi watawapita wavunaji. Plowmen shall overtake reaper. Wale ambao wanalima wakitumia ng'ombe watawapita wale ambao wanavuna. Those who are plowing, wale ambao wanalima, they shall overtake the reapers. Watawapita wale ambao wanavuna. May the Lord make you a plowman. Mungu akusababishe kuwa mtu wa kulima. May the Lord make you a planter. Mungu akusababishe kuwa mpanzi. All planters in the kingdom of God, wote ambao ni wapanzi kwenye ufalme wa Mungu, shall experience speed. Watapata ule mwendo wa kasi wa kiungu. Somebody say amen. Mtu aseme amen. Somebody say amen. Mtu aseme amen. I would like to talk about God's divine intervention for our speed. Ningelipenda kunena mwingilio wa Mungu wa kasi katika maisha yetu. And for us to get that speed, na sisi ili kupata ule mwendo wa kasi, there are conditions that we have to do, but which ones? The ones I've talked about. Kuna ile masharti ambayo yatupasa tuyatimize, ambayo nimekwisha nena kwayo. But God also is intervening to increase our speed. Lakini Mungu pia uingilia ndani ili kuzidisha mwendo wetu wa kasi. Number one, kwanza, the Bible says, Biblia yasema, the time is coming, wakati waja, that God will answer before you call. Mungu atajibu ukiwa unaomba. To give divine intervention of speed. Ili kupeana mwendo wa kasi wa kiungu. He will answer you before you call. Atakujibu kabla hujaita. Even before you call. Hata kabla hujaita. God is going to answer you. Mungu atakujibu. Isaiah 65 verses 24. Isaya 65 mstari wa 24. Isaiah 65 verses 24. Isaya 65 mstari wa 24. And it shall come to pass, itaja kutukia, that before they call, kabla ya kuomba, I will answer. Nitawajibu. And while they are yet speaking, wakati wankali wananena, I will hear. Nitasikia. Brother and my sister, ndugu dada yangu, God time of speed is now. Wakati wa Mungu wa kasi ni sasa. Time has come. Wakati umewadia. That before you call, kabla hujaita, God is going to answer you. Mungu atakujibu. Because the time of speed. Maana ni wakati wa mwendo wa kasi. May the Lord answer you. Mungu akujibu. May the Lord answer you. Mungu akujibu. May the Lord answer you. Mungu akujibu. Number two, pili, He will cause speed of double blessing. Atasababisha mwendo wa kasi wa baraka maradufu. The Bible says like this. Biblia yasema hivi. In the book of Joel chapter 2 verses 23. Yoeli mlango wa 2 mstari wa 23. Joel chapter 2 verses 23. Yoeli mlango wa 2 mstari ni 23. Be glad then, you children of Zion. Furahini enyi binti Zayuni. And rejoice in the God your God. Furahini enyi wana wa Zayuni, mkamfurahie Bwana Mungu wenu. For he has given you the former rain. Maana mwapeni mvua ya kwanza. And will cause to come down for you the rain, the former rain, and the latter rain in the first month. Na atasababisha mvua ya kwanza na mvua ya mwisho kuja kwenyu kwa mwezi mmoja. Brother and my sister, ndugu dada yangu, the time is now. Wakati ni sasa. That the church of God balo kanisa la Mungu are going to experience the former and the latter rain in the same time. Ambayo itahisi ule mvua ya kwanza na ya pili, ama mvua ya kushi na mvua ya vuli kwa wakati moja. Usually it's the former rain starting. Wakati mvua ya kwanza inapoanza, it is usually the former rain will start. Ni wakati wa mvua ya kwanza itaanza. And the latter rain will follow. Alafu mvua ya pili itafuatia. But Joel is saying like this. Lakini Yoeli asema hivi. In our latter days, kwa nyakati zetu za mwisho, God is going to increase speed in us. Mungu ataongeza mwendo wa kasi kwetu. Where he will bring at the same month, in the first month. Ataleta kwa mwezi wa kwanza. In the first month, mwezi wa kwanza, the former rain for planting, mvua ya kwanza ya kupanda, the latter rain for harvesting, na mvua ya mwisho kwa ajili ya mavuno. That is talking about speed. Inanena kuhusu mwendo wa kasi. We serve a God of speed. Tunamtumikia Mungu wa mwendo wa kasi. May you get speed in your business. Upate mwendo wa kasi kwa biashara yako. Speed in your family. Mwendo wa kasi kwa familia yako. Speed inside you. Mwendo wa kasi ndani yako. Speed in education. Mwendo wa kasi kwa elimu yako. Speed in your life. Mwendo wa kasi kwa maisha yako. The Lord rain on you. Hebu Mungu akunyeshee. He rain on you the former rain. Akunyeshee mvua ya kwanza. And the latter rain. Mvua ya pili. In the first month. Mwezi wa kwanza. Former rain and latter rain. Mvua ya vuli na mvua ya masika mwezi wa kwanza. Number 3. Cha pili.
God is able to intervene, divine intervention, to bring speed in you even in a night. Mungu ana uwezo wa kuleta mwendo wa kasi katika maisha yako hata usiku. God can change your life within hours. Mungu atabadilisha maisha yako kwa masaa. Those he loves, wale wapendao, those he loves, anaowapenda, he shall give speed. Atawapa mwendo wa kasi. He shall give speed. Atawapa mwendo wa kasi. Even overnight speed. Hata mwendo wa kasi wa usiku. And my brother and my sister who's hearing me, ndugu dada yangu ambao wanisikia, may the Lord cause you an overnight speed. Mungu asababishe mwendo wa kasi wa kesha. Overnight speed. Mwendo wa kasi wa kesha. Overnight speed. Mwendo wa kasi wa kesha. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. May you be healed. Hebu pone. May you be whole. Uwe mkamilifu. May your business surprise you. Biashara yake kushangaza. May you be surprised in the working place. Ushangazwe mahali pa kazi. With an overnight speed. Kwa mwendo wa kasi wa kesha. Numbers chapter 17 verses 8. Hesabu Number 17 verses 8. Mstari wa 8. The Bible says like this. Hesabu 17 mstari wa 8. Biblia sema hivi. It came to pass ikaja kutukia that on the morrow ya kwamba kesho yake Moses went into the tabernacle of witness. Musa kaingia katika hema ya makutano. And behold, na tazama, the rod of Aaron, fimbo ya Aruni, for the house of Levi, katika nyumba ya Walawi, was budded, ilikuwa na maua, and brought forth, ilikuwa imechanua buds, ilikuwa imechanua and bloomed, na ikaonyesha blossoms, ikaonyesha maua maridadi, and yielded, na pia imezaa almonds. Almodi. Hallelujah. Hallelujah. Which are fruits. Ambao ni matunda, imezaa matunda. The Bible says, Biblia yasema in the Old Testament, katika Agano la Kale, people wanted to know whom God will use, and God hears, and God has chosen. Watu walitaka kujua ni nani ambaye Mungu anatumia, ni nani ambaye Mungu msikia, na ni nani ambaye Mungu amemchagua. God said, Mungu akasema, let people bring their rods. Basi watu walete fimbo zao. Let them be kept. Fimbo zao ziwekwe. Let them check in the morning. Alafu asubuhi waende watazame. Let them check in the morning. Watazame asubuhi. Which one had speed in growth? Ni fimbo ipi ambayo ina mwendo wa kasi kwa kumea? Which one will bud with leaves? Ni ipi itakuwa na majani? Which one will bring fruits? Ni ipi itakuwa na matunda? Within 12 hours, kwa masaa 12 growth will take place. Basi kukua kutatukia. Leaves shall come forth. Majani yatatukia. Bud shall come forth. Kutajitokeza na zile miche. Within 12 hours, kwa masaa 12, you shall be having almond fruits. Kutakuwa na matunda. And then they brought their rods. Wakaleta fimbo zao. And they say, everybody go away. Kila mtu ende zake. Come in the morning, we're going to check. Asubuhi basi tutakuja kutazama. When they came in the morning, walipokuja asubuhi, they discovered that Aaron's rod, wakatambua fimbo ya Aruni, of the house of Levi, wa nyumba ya Walawi, experienced speed. Ilipata mwendo wa kasi. Within 12 hours, kwa masaa 12, it yielded, ilizaa, blossom, ilichanua, brought fruit, leta matunda, fruit, kaleta matunda. That is a God of a miracle. Hiyo ni Mungu ameujiza. May your business blossom. Biashara yako ichanue. May your business have a 12-hour miracle. Biashara yake ikuwe na muujiza wa masaa 12. 12-hour miracle. Muujiza wa masaa 12. Those who love God, wanaompenda Mungu, and whom God loves, na wale ambao Mungu awapenda, prepare yourself, jiandae for divine speed. Kwa mwendo wa kasi. I say prepare yourself. Nasema jiandae. There is a resurrection life. Kuna uzima, ufufuo. A resurrection life. Maisha ufufuo. That shall be experienced upon your road. Ambayo itatokea kwenye fimbo yako. Your road shall experience resurrection life. Fimbo yako itakuwa na ufufuo. Life shall come to it again. Uzima utatokea tena. Your business, biashara yako, shall experience life again. Itakuwa na uzima tena. It shall rise again. Utainuka tena. Your health, afya yako, shall blossom again. Itachanua. Your family, familia yako, shall blossom again. Itachanua tena. Your work shall blossom again. Kazi yako itachanua. Those who love God, wale wanaompenda Mungu, He shall give an overnight speed. Atawapatia mwendo wa kesha. May the Lord give you an overnight speed. Mwendo wa kasi usiku kucha. Just like He gave Aaron.
jinsi alivyopeana tu kwa Haruni, an overnight speed, alivyompa mwendo wa kasi tu until usiku people kucha. respected Aaron. Watu wakamheshimu Haruni. Say, Aaron, we have seen. Haruni tumeona. Aaron, Haruni we have seen. tumeona. We have seen. Tumeona. We have seen Tumeona. 12 hours speed. Yani mwendo tu wa masaa. We have seen. Tumeona. Within 12 hours, masaa 12. your rod is having leaves. Fimbo yako. Within 12 hours, your rod is having buds. Fimbo yako. Within 12 hours, masaa 12. we saw almond fruit. Tumeona matunda. We salute you. Tunakuheshimu. God is with you. Mungu yu nawe. May the Lord bless you. Mungu akubariki. May you come out of your sickness. Utoke kwa magonjwa. Come out of your situation. Utoke kwa hali yako. Come out of your situation. Utoke kwa hali yako. In the name of Jesus Christ. Jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus Kwa Christ. jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus Kwa jina la Christ. Yesu Kristo. In the name of Kwa Jesus. jina la Yesu. Number 4, which I think maybe could be the last one. Ya nne ambayo nitamalizia pale labda. God will always send good speed. Mungu daima dawamu atatuma mwendo wa kasi ulio bora. Good speed. Mwendo wa kasi ulio That bora. your prayer be made. Ili maombi yako yaweze kujibiwa. Genesis chapter 24 verses 12. Mwanzo 24:12. Genesis 24 verses 12. Mwanzo 24:12. The Bible says like this. Biblia yasema hivi. And he said, Akasema, Oh Lord God of my master, Bwana Abraham, Mungu wa bwana wangu Ibrahimu, I pray thee, na kuomba send me good speed nipe mwendo wa kasi ulio bora this day, leo hii, and show your kindness na uonyeshe wema wako unto my master Abraham. kwa bwana wangu Ibrahimu. Abraham sent his servant to go and look for a lady for the son, that is Isaac. Ibrahimu kamchukua akamtuma mtumishi wake aenda mtafutie mwanawe Isaka mchumba. And he told him, just go. Akamwambia wewe nenda tu. So when he was going, Alipokuwa yuaenda, he discovered that God can send speed. akatambua kwamba Mungu aweza kutumana mwendo wa. And he asked God, Akamwomba Mungu, send me speed. nipe mwendo wa kasi. And the lady who will draw water Na yule binti ambaye atateka maji and give me water, anipe maji, and also take water to the camels. na pia anyweshe ngamia maji. Let it be the right lady for Basi the awe son of your master. huyo ndio My master. awe mke ama awe ndiye mchumba wa mwana wa bwana yangu. He asked for speed. Aliomba mwendo wa kasi. And the Bible says, Biblia yasema God immediately sent speed. pale pale Mungu akatuma mwendo wa A kasi. lady appeared, Msichana akajitokeza, mwanamwana Immediately. akajitokeza pale pale, gave the water to himself, akampa maji yule mtumishi, gave the water to the camel, akapeana wale ngamia and maji. he said, God, thank you. Asema Mungu asante, This is the one huyu ndiye who shall be the wife to atakayekuwa mke, the son of my master. atakayekuwa mke wa He asked wa for mwanangu wa speed. kiume. He asked for speed, Aliomba mwendo wa kasi, and God gave him speed. na Mungu akampa mwendo wa kasi. God gave him speed. Mungu akampa mwendo wa kasi ulio bora. The Bible says in Isaiah chapter 5 verses 26. Isaya mlango wa 5 mstari wa 26, Biblia yasema, Isaiah chapter 5 verses 26. Isaya mlango wa 5 mstari wa The 26. Bible says like this. Biblia yasema hivi, He raises a signal flag for the distant nations. yeye inua bendera au bendera ya ishara kwa mataifa, And whistle for them from the ends of the earth. kisha akapiga filimbi katika miisho ya ulimwengu. God is using a flag. Mungu atumia berama au bendera, He's raising up a flag. ainua berama au bendera, And then he's whistling. kisha puliza filimbi, He's whistling. puliza filimbi, Alerting everybody. basi aitisha kila mtu, And he says like this. akiweka tahadhari kwa kila mtu. Look Asema, how quickly tazama jinsi haraka and anavyotenda, swiftly they come. na kwa haraka jinsi wanavyokuja People of speed. watu wa mwendo wa kasi. God is raising up a flag now Mungu ainua beramu yetu sasa for swifters to come. kwa wenye kasi kuja, Swift people. watu wepesi. God is raising up people now Mungu anainua watu sasa who are known as swifters, ambao waitwa wepesi, who will experience the speed of God. ambao wanaheshimu mwendo wa kasi wa Mungu. May you be one of them. Uwe mmoja wao. Verse 27 says like this. Mstari wa 27 yasema, None of them grows weary, hakuna hata mmoja wao or anayedhoofika none of them will stumble.
stumble. Hakuna mmoja atakaye kujikwaa. None of them sleep or stumble or sleeps. Hakuna yoyote anayejikwaa ama kuteleza. No sandal strap shall be broken. Hakuna gidamu itakayofunguliwa. Verse 29. Mstari wa 29. Their roaring shall be like a roaring of a lion. Ngurumo yao itakuwa kama ngurumo ya simba. They shall roar like young lions. Watanguruma kama sibli ama simba. They shall roar. Watanguruma. Lay hold on thy prey. Watawashika nyara zao. And shall carry away them safely. Watatoka wakiwa salama. None shall deliver them. Hakuna atakayewashika mateka. May the Lord help you to be one of them. Mungu akusaidie wewe mmoja wao. God is raising up a flag. Mungu anainua berema ubedea. God is whistling. Apuliza filimbi. He said, time has come. Sema wakati umewadia. Swifters are coming. Wepesi waja. I say swifters are coming. Sema wepesi waja. People of speed are coming. Watu wa mwendo wa kasi. May you be one of them. Wewe mmoja wao. That God puts speed. Ambao Mungu aweka mwendo. Amen. Brother and sister, ndugu dada yangu, those who are hearing us, wanaotusikiza, wherever you are, popote mlipo, if you want to ring to us, kama mnataka kutupigia simu, after this, the 30 minutes that is following, baada ya haya dakika 30 zifuatazo, I shall receive your call. Utapokea simu yako. I shall receive your call. Pokea simu yako. We shall pray together. Taomba pamoja. We shall pray together. Taomba pamoja. Please, tafadhali, always don't send the please call me. Naomba kwa unyenyekevu usije ukatuma tafadhali. Load your phone. Weka pesa kwenye simu. And just call. Alafu piga simu. And God is going to bless you. Kisha Mungu atakubariki. Remember our preaching us on YouTube. Kumbuka kwamba mahubiri haya yako kwenye YouTube. You can always search Dr. Chilo. Waweza kusagura Daktari Ochilo. Dr. Chilo Youth. Daktari Youth Ochilo. Remember to subscribe. Alafu jiandikishe. God bless you so much. Mungu awabariki mno. If you want to be one of our partners, kama unataka kuwa mshirika pamoja nasi, partner with us in taking the gospel all over, kupeleka injili mahali pengine, we welcome you. Can ring to us. Waweza kutualika ama utupigie simu. Mungu awabariki zaidi. Amen. Amen.